Jeshi la polisi nchini Tanzania limetangaza kuwepo kwa hali ya usalama nchi nzima na limewataka wananchi waendelee na shughuli zao za kawaida. Tamko hilo limetolewa siku moja baada ya kuwepo kwa hofu ya maandamano yaliyopangwa kufanyika Disemba 9, siku ya uhuru wa iliyokuwa Tanganyika. Licha ya tangazo hilo, hali ya usalama bado inaonekana kama tete. Bado wananchi wana wasiwasi wanapokutana na makundi ya askari katika maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam. Florence Majani ametuandalia taarifa hii. Jeshi la polisi limetoa tangazo lake kwa umma leo Disemba 11 likiwahakikishia wananchi kuzingatia kanuni za kiusalama na kutii sheria, huku likiwataka Watanzania kuendelea na shughuli zao za kawaida za halali bila hofu, kwani hali ya usalama ni shwari. Msemaji wa Jeshi la Polisi Tanzania, David Misime, amesema Jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinawahakikishia wataendelea kulinda amani na usalama wa nchi pamoja na maisha na mali zenu. Vinaendelea kutoa wito kwenu kila mmoja aendelee kufanya shughuli zake halali bila hofu, kwa sababu nchi yenu mnayoendelea kuilinda kwa ushirikiano na vyombo vya ulinzi na usalama ipo salama. Tangazo hilo la hali ya usalama limetolewa ikiwa ni siku moja baada ya kuwepo kwa hofu ya maandamano yaliyopangwa kufanyika Disemba 9, siku ya uhuru wa Tanganyika, ambapo hata hivyo jeshi la polisi liliyapiga marufuku maandamano hayo. Kadhalika, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba na Waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simbachawene nao walitumia mamlaka yao kuwatangazia Watanzania kutulia majumbani mwao isipokuwa iwapo kuna dharura. Ulinzi uliimarishwa katika maeneo mbalimbali ya Tanzania ikiwemo jiji la Dar es Salaam na viunga vyake siku hiyo ya Disemba 9, hali ambayo imeendelea mpaka sasa. Licha ya kutangazwa kwa hali hiyo ya usalama mpaka siku ya jana na leo, bado vyombo vya usalama vimeendelea kufanya doria katika viunga vya jiji la Dar es Salaam, hali ambayo inatafsiriwa na wakazi wa jiji hilo kama si ya kawaida kwao. Huyu hapa ni William Kasembe. Taarifa zilizotoka baada ya katazo lile la tarehe 9, waliwaambia wananchi kwamba hali imekuwa shwari na wanaweza kutoka. Kuona vyombo vya usalama hususan jeshi likiwa bado mitaani inawafanya Watanzania wawe kwenye sintofahamu, hawaelewi hali kweli bado shwari au si shwari. Kwa jina naitwa Tina Juma, mkazi wa Dar es Salaam. Kwa kweli hali iliyopo Tanzania, sisi hatujazoea kuona maskari wakiwa barabarani wameshika bunduki, hali tukijua ya kwamba kulikuwa na sintofahamu ya Disemba 9. Kwa kweli hali hii inatia wasiwasi, bado hatujawa na amani. Japo tunatoka kufanya kazi zetu, lakini hatuna amani, kwa sababu tukiona hali kama hiyo inatia mashaka kwamba bado hatuko salama. Baada ya vurugu za maandamano ya Oktoba 29, maandamano mengine yaliyochagizwa kupitia mitandao ya kijamii yalipangwa kufanyika Disemba 9, siku ya uhuru wa Tanganyika, yakipewa jina la D9. Hata hivyo, vyombo vya usalama na viongozi wa serikali walitumia wasaa wao na mamlaka yao kuhamasisha, kuelimisha na kusimamia ulinzi na usalama ili kuyazuia maandamano hayo. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.